tunasema wewe kwetu ni nguvu yetu, tunasema wewe kwetu ni uhai wetu, tukikutazamia wewe tunapata uzima. Asante Yesu kwa maana unastahili, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakuheshimu asubuhi ya leo, tunakupa sifa asubuhi ya leo, tunakuhimidi asubuhi ya leo. Tunasema unastahili kuinuliwa Jehova, haufananishi na yeyote. Wewe kwetu ni Jumamosi, wewe kwetu ni Jumapili, wewe kwetu ni Jumatatu, wewe kwetu ni Jumanne, wewe kwetu ni Jumatano, wewe kwetu ni Alhamisi, wewe kwetu ni Ijumaa, wewe kwetu ni wiki nzima Yesu. Hakuna kama wewe Yesu. Asubuhi ya leo tunalinua jina lako, tunakiri na vinywa vyetu ya kwamba hakuna kama wewe Yesu. Asante kwa maana umeinuliwa katika nchi yako Jehova. Asante Bwana kwa maana unastahili sifa. Hakuna mwingine kama wewe Yesu. Unatujua zaidi ya wanadamu, unatujua Bwana Yesu. Hakuna kama wewe Yesu. Tunakuabudu, tunasema ni asante Yesu. Hakuna kama wewe Yesu. Tunasema ni wewe tunastahili sifa. Asante Bwana kwa maana umetenda katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa maana umetutendea Yesu. Asante Yesu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kama una furaha asubuhi ya leo, tunataka kumwimbia Bwana kwa maana ni yeye tu anastahili sifa na utukufu. Haleluya. Haya, kama una furaha asubuhi ya leo, pigia Bwana shangwe na vigelegele. Haya, shangwe na vigelegele. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa kwa maisha yetu. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Jehova ameinuliwa, mtazame. Jehova ameinuliwa, mtazame, mtapona. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa, mtazame. Bwana ameinuliwa kwa nyumba zenu. Bwana ameinuliwa.
sifa. Huyu Yesu ndio. Haleluya. Yahweh ameniokoa, Mwokozi Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa. Ameniokoa, Mwokozi wangu ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ndio maana. Nampa sifa. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Wa Israeli. Hakuna aliye kama Mungu 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 wa Israeli. 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 Hakuna aliye kama wewe Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Kama Mungu wa Israeli. 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 Shangwe na vigelegele kwa Yesu, kwa sababu asubuhi ya leo tunasema hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli. Haleluya! Kama unaamini hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli, inua mikono yako ukaweza kumsifu Bwana asubuhi ya leo. Jehova, ninakusifu asubuhi ya leo, ninajaa na wewe siku ya leo. Ninasema hakuna Mungu kama wewe Bwana. Umetutendea Jehova yale mwanadamu hawezi kututendea. Jehova, ninakusifu asubuhi ya leo, ninasema wewe ni Alfa na Omega, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Asante Yesu, kwa maana wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Ninakuabudu asubuhi ya leo nikisema ni wewe tu unastahili sifa. Asante Bwana, kwa maana umetenda.
Mungu, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Haleluya, tunakuabudu Yesu, tunasema hakuna mwingine kama wewe Yesu. Asante Bwana kwa maana umetamalaki katika maisha yetu Jehova, katika nyumba zetu Bwana, katika ndoa zetu Yesu, katika watoto wetu Bwana, katika kazi zetu Jehova, katika nchi yetu Bwana, katika kanisa letu Yesu. Tumeuona mkono wako Bwana, tunalinua jina lako Yesu. Tunasema wewe ni Mungu. Tazama, wewe ni Baba, Mungu wa vyote vyenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Baba, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Inua mikono, sema tazama, tazama, wewe ni Baba, wewe ni Baba, Mungu wa wote, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Inua mikono yako, sema tazama, tazama, wewe ni Baba, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Haya, tuseme, je, kuna neno, je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Yes, Lord. popote. Yes, Jesus. Sema hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna, hakuna popote, hakuna, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe
Ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza, haleluya, zimeshindwa kwa jina la Bwana. Imba mara ya mwisho, nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana. Oh, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Yesu. Jehova, ukaweza kuchukua usukani asubuhi ya leo. Tunasema hakuna mwingine kama wewe Yesu. Asante Yesu, kwa maana ni wewe tu. Unastahili sifa. Hakuna mwingine kama wewe Yesu. Tunakuabudu Yesu. You are the beginning and the end. You are so kind, Lord. You are so merciful. We bless your name. We magnify your name. We lift your name on high, Lord. We depend on you because you are dependable. You will rely on you because you are reliable. You are a worthy Lord. You are worthy. Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Lord, we love you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy, Lord. Hallelujah. This far you have brought us, Lord. You are such a kind God, merciful, so gracious, Lord. We want to magnify your name. We lift your name on high, Lord. We bless your name. There is no any other God apart from you, God of Jabakasaya. May you receive all the ground of praise. We bless your name, Lord. You have done us good. We receive all the ground of praise. In the name of Jesus. Father, we bless your name. Oh, hallelujah. Thank you for giving us an opportunity, Oh, yes. even to bless your name today. Yes, Jesus. Thank you for this service, Lord. Yes, Lord. Thank you for every soul that is here. Yes, Lord. Thank you for every soul that is joining us live. We bless your name. That, Lord, you are ministering to your people. Those who are sick in their beds and they are hearing this voice, may they receive their healing in the name of Jesus. Those who are troubled, wherever they are online and here, may you release them from every bondage in the name of Jesus. We come against every powers of darkness, every spirit of the enemy. We rise against in the heavenly places. We destroy it in the name of Jesus. We bring them down by fire. We speak balls of fire against every power of darkness, every spirit of Antichrist, every spirit of Corona, every spirit of intimidation. We arise against them. We destroy it by fire in the name of Jesus. Lord, we bless your name. Oh, yes, Lord. Because this is another time that you want to minister to us in a special way. Thank you for your servant that you have prepared to speak your oracles, Lord. We thank you for the praise and worship. We thank you for the children. We thank you for the men and women. We thank you for the sound department. We thank you for the media department. We receive all the ground of praise. Yes, Lord. Father, time. This is the time, Lord, we need you. Yes, Lord. We need you, Holy Spirit. Yes, Lord. We need you so much. Yes, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Welcome. You have your seat. Thank you. Praise and worship. God bless you. Such a blessing group. You are going places. Yes. Amen. Can you give a hand of applause to this praise and worship team? Thank you. Thank you so much for coming and joining us live
even here live on, we are live on Facebook. And we really appreciate you for those who are joining us, who are liking, who are sharing. And at this juncture, I also want to recognize my friend, great friend and couple, Luke Crompton, who has been following us from UK. And we appreciate your offering. He brought an offering. Amen. We thank God for this man. We are expecting a miracle for his life, and your wife is going to be blessed, because we are expecting in a few months from now we shall be having a new person in that family. Amen. Amen. So we really appreciate you, my brother, and those who are joining us. We have a ministry here we are running, and if you can give an offering. We have a project of erecting a sanctuary for God. So there is a number on that Facebook all the time. When you get it, just put there some money. We need to raise money to build a church here. By August, we want to raise a fundraising. So wherever you are and God is touching you, you want just to give a love offering of whichever amount, you can use that number that is on your screen, and you'll be blessed, because we are here to serve God and not to serve self. Amen. So at this time, may I wageni wako hapa, si ndio? Let's recognize our visitors today. Kama uko hapa wewe ni mgeni, usijali, tunakupenda. Bwana asifiwe. Unajua tunapokujua tutajua huyo ni mtu wetu, si ndio? So hebu nione wageni ambao wametembelea siku ya leo. By show of hands, thank you. Wageni wetu, hebu simama mahali mlipo. Simama tu, sijali, kwa sababu tunakupenda. Simama tu mahali ulipo. Thank you so much. We appreciate, tunashukuru sana. Kuna mwingine? Simama tu, sijali. Sitakuambia ukuje hapa mbele, tutasema shukrani tu. Sababu unajua tunaelewa. Sawa, upigie Yesu makofi. Asante. Thank you mami, asante sana. Asante. Wapigie makofi hao marafiki zetu. Karibu sana wapendwa, mjue ya kwamba mko mahali pazuri, na after the service unaweza baki ili tuombe pamoja. Tunakukaribisha katika ibada hii, katika kanisa hili, uwe part and a parcel of what the Lord is doing here. Amen. We want to ask the servant of God to preach before we give our offerings. We want to ask that he will minister to the Lord will minister to us in a special way. Since Sunday, we are always blessed by the ministry of Apostle Dominic. Let's just stand up and just give a hand of applause of praise to God as we ask the servant of God to come. Thank you, hallelujah. Glory, glory. Man of God, God bless you. We love you. Amen. 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 Can you appreciate the man of God with a clap offering too? Amen. Let's have our seats. Praise the Lord. Amen. It's a blessing for us to be here once again. Have a seat, Baba. Ni baraka kwetu kuwa mahali hapa. The presence of God is with us, and we are happy to see all of us. Uwepo wa Bwana uko pamoja nasi na tuna furaha kuwaona nyote tena. Amen. Amen. Turn to someone, tell them you look lovely. Geukia mwenzako, mwambie unapendeza. Wow. Tell them I like the kind of a person God is making you to. Mwambie ninapenda mtu ambaye Mungu anakusababisha uwe. Wow. Can't you see your neighbor is smart? Si uoni jirani yako yuko nadhifu? Look at them well. Look at them well. Tell them you are smart. Hebu angalie tena vizuri. Waambie wanapendeza. Hallelujah. Amen. We also appreciate the praise and worship team for the good work. Pia tunafurahia praise and worship sababu ya kazi nzuri. And every one of us na kila mmoja wetu is precious in the sight of God. Ni mtu wa thamani mbele za Bwana. Amen. Amen. I want us to go to the word of God in a very short while. Kwa muda mfupi napenda tuende kwa neno la Mungu.
In John chapter 9 from verse 1. Katika Yohana sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza. Are you there with me? Je, uko pale na mimi? The Bible says, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Biblia inasema hata alipokuwa akipita akamwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Verse 3, Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents, but the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. As long as I am in the world, I am the light of the world. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Verse 7. I go that order. And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by the interpretation sent. He went his way, therefore, washed and came seeing. Akamwambia, nenda kanawe katika birika la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Verse 25, he answered and said, you read the chapter, whether he is a sinner or not, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. 25. Basi yule mtu akajibu kwamba yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi, sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Verse 27 and 28, he answered them, I have told you, verse 26, then he said they to him again, what did he do to thee? How opened he thine eyes? King James version here. He answered them, I have told you already, and you did not hear. Wherefore would ye hear it again? Will ye also be his disciples? Then they reviled him and said, thou art his disciple, but we are Moses' disciples. Kuanzia 26. Basi wakamwambia, alikutenda nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? 28. Basi wakamshtumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, sisi mwanafunzi wake yule, sisi wanafunzi wa Musa. Father, we thank you for the reading of your word. Baba, tunakushukuru kwa kusoma kwa neno lako. As you have always spoken to every one of us, kama vile umenena kwa kila mmoja wetu, today may you minister to us differently. Na leo ukatunenee tena kwa njia tofauti. That our lives will never be the same again. Kwamba maisha yetu hayatabaki sawia tena. Follow your word to confirm it with miracles, signs and wonders. Pata neno lako ukalitimiza kwa ishara, miujiza na maajabu. Cause your church to arise and do the works of them that has sent them. Sababisha kanisa lako likainuka kufanya kazi kwa wale ambao umewatuma. We thank you. We submit as vessels under your hands. Tunakushukuru tunaponyenyekea chini yako kama vyombo. May your spirit use us as your mouthpiece. Na Roho wako akatutumia kama chombo cha unenaji. To dispense your word the way you have ordained it today. Kunena neno lako kama ulivyolikusudia leo. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu naomba. As I speak, there is someone here with a severe headache on your left side. Ninapozungumza kuna mtu hapa anaumwa na kichwa sana
upande wako wa kushoto. As I continue to speak, that sickness will be taken away. Ninapoendelea kunena, huo ugonjwa utaondolewa. And this is an indication the grace of healing is in the house. Na hii ni ishara ya kwamba neema ya uponyaji ipo. I want to speak about the power of testimony. Nataka kuzungumzia kuhusu nguvu za ushuhuda. The power of testimony. Nguvu za ushuhuda. Tell someone the power of testimony. Ambia mtu nguvu za ushuhuda. If you come from the other side, the power of testimony. Kama unatoka pande ile ingine, wanasema nguvu ya kuonja pesa. And the power of testimony. Na nguvu ya kujaribu wengi. Hallelujah. Amen. The Bible presents us Biblia inatuleta with an account of a man who was blind from birth. kwa habari za mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Actually, when we look at the scriptures, Unapoangalia maandiko, you realize he was not just born blind from birth, utagundua kwamba hakuzaliwa tu akiwa kipofu, but while still he was in the mother's womb, lakini alipokuwa tumboni mwa mamake, before he came out, kabla hajatoka, he was blind. alikuwa kipofu. Are we communicating? Tunaelewana? Because a question is being asked. Maana swali linaulizwa, Who sinned? ni nani aliyetenda dhambi? The man Mtu huyu or the parents? au wazazi That he wake, was born blind. kwamba azaliwe kipofu? In other words, Kwa maneno mengine, when he was in the belly of the mother, alipokuwa tumboni mwa mamaye, they are trying to imagine this man might have been having the eyes. wanajaribu kuona kwamba huyu mtu labda aliweza kuona. Because for a baby to come out must be fully developed. Maana ili mtoto azaliwe lazima akuwe ameumbika vikamilifu, To be able to survive in the external environment. ili aweze kuishi katika anga za nje. And they are trying to wonder for this man to be this way. Na wanashangaa ili huyu mtu awe namna hii, Somebody must have sinned. lazima mtu alitenda dhambi. But I want to ask a question. Lakini niulize swali, How could this man sin while he still a fetus? iweje kwamba mtu huyu atende dhambi akiwa bado kijusi? How could he be a sinner or sin? Iweje kwamba alitenda dhambi Maybe before he could know how to speak and to see. kabla hata hajajua kunena wala kuongea, Because we know kuona. when babies come out, they don't want to face the light. Maana tunajua watoto wanapozaliwa hawataki kuona nuru, Because their eyes are not used to that kind of light. which is maana macho sensitive. yao hayajazoea mazingira ya aina hiyo. And therefore questions are coming that seem to be genuine. Kwa hivyo maswali yanajitokeza ambayo ni halali. Who sinned between him and the parents? Ni nani alitenda dhambi kati yake na wazazi wake, That he should be born a blind person. kwamba azaliwe ali kipofu? In Africa, Hapa Afrika we have heard stories of people who hide their impaired children. tumesikia hadithi za watu wanaoficha watoto wao ambao wana ulemavu. They consider them to be a shame to the family. Wanachukulia wale watoto kuwa aibu kwenye jamii. But little do they know that God has a purpose for those children. Kumbe wasijue kwamba Mungu ana kusudi kwa sababu ya watoto wao. And that is why as a church and as a ministry, Na ndio sababu kama kanisa na kama huduma, we must speak for every single individual on the face of the earth. lazima tunenee kila mmoja kibinafsi katika uso wa nchi, Whether they are born or they are yet to be born. kama wamezaliwa au bado As hawajazaliwa, long as God has created them maadamu Mungu amekwisha waumba and he has formed them in their mother's womb, na akawaeka katika tumbo la mama yao, God has ordained a purpose for them. basi Mungu ameweka kusudi sababu yao. And therefore no one is here by accident. Na kwa hivyo hakuna mtu yuko hapa kimakosa. And the Bible says, Na Biblia inasema, Jesus answered and said, none sinned, Yesu akajibu akasema hakuna aliyetenda dhambi, but that the works of God might be made manifest in him. lakini kwamba kazi za Mungu zidhihirishwe. The way you are today, Jinsi ulivyo leo, God wants to glorify himself. Mungu anataka ajitukuze mwenyewe. The way we see people out there Kama tunavyoona watu kule nje in their conditions and circumstances, katika hali zao, God wants to glorify himself in their life. Mungu anataka ajitukuze katika maisha yao. The way we see the miserable people, Kama tunavyoona watu ambao hawana tumaini, even those in prisons, hata wale walio gerezani, God has a purpose to glorify himself. Mungu ana kusudi la kujitukuza. And dear Jesus, Na hapa Yesu he comes and says, I must do the works of him anakuja anasema lazima nifanye kazi that zake sent me ambaye alinituma while it is day. kama ingali mchana. There's someone doing the works
works of the Father. Ambia mtu kufanya kazi za Baba. Doing the works of the Lord. Kufanya kazi za Bwana. While the opportunity is on our end. Kama fursa ingali upande wetu. In the morning the servant of God taught asubuhi mtumishi akafundisha vizuri about the different categories of birds. Kuhusu aina mbalimbali ya ndege. And he was giving their descriptions. Na akapeana tabia zao. Allow me to use this word. Niruhusu nitumie maneno haya. He was giving their testimonies. Alikuwa anatoa ushuhuda wao. Of how these birds are. Wa tabia za ndege hao. And he spoke about the eagle. Na akazungumza kuhusu tai. And how they are dependable. Na vile ambavyo wako huru. He talked about the buzzards. Akazungumza kuhusu buzzards. How they don't want to take risks. Jinsi ambavyo wanaogopa sana. They want to eat the dead things. Wanataka kula vitu ambavyo vimekufa. And he also spoke about other birds that I will not mention. Na akazungumza kuhusu wengine pia ambao sijataja. But in all these birds. Lakini kwa hawa ndege wote. And the types of people that are likened to them. Na aina ya watu wanaofananishwa na ndege. God can turn them around for his glory. Anaweza geuza kwa utukufu wake. Jesus says. Yesu akasema. This man is in this situation. Huyu mtu yuko katika hali hii. That God may be made manifest. Kwamba utukufu wa Mungu udhihirike. Can I say this? Hebu niseme hivi. This man is in this condition. Mtu huyu yuko katika hali hii. That the works of God might be revealed to you. Ili kazi za Mungu zifunuliwe kwako. Jesus coming as a Messiah. Yesu akija kama Masihi. There are works of God that he was supposed to do. Kuna kazi za Mungu alistahili kufanya. And some of them was to open the eyes of the blind people. Na baadhi yake ni kufungua macho ya vipofu. And to set the captives free. Na kuweka mateka huru. It didn't matter how they got themselves there. Haikujalisha jinsi walijipata pale. But as long as Jesus got involved. Lakini kama Yesu amehusika. God was to be glorified. Mungu angetukuka. Today may I speak to somebody. Leo ninene na mtu. You have a testimony in your mouth. Uko na ushuhuda kinywani mwako. That you are supposed to use it. Ambao unastahili kutumia. As a bait to win souls for the kingdom. Kama silaha ya kuleta nafsi kwa ufalme wa Mungu. Listen to me. Nisikilize. Shake someone, tell them we must do the works of God. Tingiza mtu mwambie lazima tufanye kazi ya Mungu. We must do the works of God. Lazima tufanye kazi ya Mungu. Turn to someone who is a believer. Ambia mtu ambaye ni muumini. And tell them we must do the works of God. Mwambie lazima tufanye kazi ya Mungu. While we have the opportunity. Kama tungali na fursa. And the Bible tells us. Na Biblia inatuambia. And listen to me clearly. Na unisikilize kwa makini. When he went to wash his eyes. Alipoenda kunawa uso wake. After the mud was applied. Baada ya kupakwa matope. The Bible says he came back seeing. Biblia inasema alirudi akiona. And the Bible says the neighbors. Tell somebody the neighbors. Na Biblia inasema majirani. Ambia jirani yako majirani. Tell somebody the neighbors. Verse 8. Ambia mtu majirani kwa aya ya 8. You can look at it at verse 8. Unaweza iona hiyo kwa aya ya 8. The neighbors began to ask questions. Majirani wakaanza kuuliza maswali. Is this the man who was blind? Je, ni huyo aliyekuwa kipofu? Is this the same person we have been knowing as a blind man? Je, ni yule ambaye tunamjua kama kipofu? Who has been sitting down by the highways begging? Amekuwa akiketi barabarani akiombaomba. How come now he is seeing? Inakuaje leo anaona? Tell someone there is a way people know you. Mwambie kuna vile watu wanakutambua. But when you meet the Lord Jesus, lakini ukikutana na Bwana Yesu, your story changes. Hadithi yako badilika. And people ask questions. Na watu watauliza maswali. Is this the same man who was selling mandazi? Je, ni huyu aliyekuwa akiuza mandazi? Now he's on a suit and a tie. Sasa amevalia suti. Is this the same man who was walking in slippers? Je, ni huyu aliyekuwa anavaa patipati? Now he has polished shoes. Leo na viatu vimepigwa rangi. Tell them, yes, I am that man. Waambie ndiye mimi yule. No, get it right, get it right. Haujanielewa, elewa vizuri. Yes, I was the man. Ndiyo, ni mimi aliyekuwa. But now I am a different man. Lakini sasa niko tofauti. And when people begin to ask questions about you, na watu wakianza kuuliza maswali kukuhusu, it is because they are seeing changes in your life. Ni kwa sababu wanaona tofauti maishani mwako. If people are talking about you, kama watu wanakuongelea, they are seeing progress in your life. Wanaona maendeleo maishani mwako. If people are trying to pin you down, kama watu wanajaribu kukushusha chini, it's because they are seeing your destiny and you are in the right direction. Kwa sababu wanakuona katika hatima nzuri. They are seeing you arising in the order of God. Wanakuona
wanaona ukiinuka kwa and mpangilio wa they Mungu, want to drag you down. na wanataka wakuvute chini. Many times they will call you by the person they knew last year. Mara nyingi watakuita na vile walikujua mwaka uliopita. Before you are born again, Kabla haujaokoka they will call you. watakuita. Is this the same Levi we used to know? Je, ni huyu dada tuliyemjua? Tell them I was. Mwambie na alikuwa. Now Lakini sasa I can see ninaweza ona I am a different person. mimi ni mtu tofauti. And people will ask, Na watu watauliza, where is he getting the resources? anapata wapi pesa? I hear pastor talk about what the ministry is about. Nasikia pastor akiongea kuhusu mambo ya huduma hii. And last time I asked him, pastor, Na wakati mwingine nikamuuliza mchungaji, why did we begin it this way some years ago? mbona tu hatungeanza hivi miaka We would iliyopita? have turned the whole city round about. Tungeshageuza mtaa huu wote. But I realized the timing of God is always the best. Nikatambua wakati wa Mungu ndio bora. The Kairos moment. The Kairos moment. Nyakati za The Kairos. God appointed time. Nyakati zilizoteuliwa na When Mungu. the time is come, Wakati ukiwadia, your enemies cannot limit you. adui zako hawezi kukukaribia. That is why Jesus, Ndio maana Yesu he comes. anakuja. You are not taken to him. Haupelekwi kwake, He comes to your situation. anakuja kwa hali yako. You are not taken to him. Haupelekwi kwake, Jesus comes. Yesu anakukujia. Because it is your Kairos moment. Maana ni wakati wako ulioteuliwa. I hear in my spirit Nahisi katika roho yangu, the Kairos moment for this ministry wakati wa Kairos wa huduma huu has come. umewadia. And the neighbors, Na majirani, tell somebody, the neighbors ambia mtu will majirani begin to ask a question. wataanza kuuliza maswali. Is this the same child of God we used to know? Huyu ni yule mwana wa Mungu Is this tuliyemjua? the same house of God we used to Je, know? hii ni nyumba ya Mungu tuliyeijua? They are turning around the lives of people for Maana good. inageuza maisha ya watu. Because the Kairos moment Maana wakati wa Kairos has come. umewadia. Tell somebody it is time to do the works of God. Ambia mtu ni wakati wa kufanya kazi ya Mungu. And the Bible says Na Biblia inasema they began to ask questions. wakaanza kuuza maswali. Tell somebody questions will be asked. Ambia mtu maswali yataulizwa. And they went to the family Wakaenda kwa familia yake, where the parents are. mahali wazazi wake walikuwa. And they asked the parents, Wakauliza wazazi, is he truly the one? je, ni yeye? Listen, Sikiza, when God is transacting with a man, wakati Mungu ana biashara na mtu, sometimes people think that we are mad. saa zingine watu watafikiria sisi ni wazimu, And they go to consult the reasonable ones. na wataenda kuuliza wale wana akili timamu, But they don't know we are the reason to answer. wasijue kwamba ni sisi tunastahili kujibu hilo swali, Because we know what happened. maana tunajua nini ilifanyika. What is a testimony? Ushuhuda ni nini? Testimony is what God is doing in our lives. Ushuhuda ni kile Mungu anafanya maishani mwetu. If you are writing somewhere, you can write that. Kama una nakili mali unaweza It nakili, is telling the other people ni kuambia watu wengine of what God is doing in your life. kile Mungu anafanya maishani mwako. It is using your story to glorify Ni God. kutumia hadithi yako kumtukuza Mungu. And this means Na inamaanisha there are things we call testimonies that are not testimonies. kuna vitu tunaita ushuhuda ambavyo si ushuhuda. One time we used to have a person Kuna wakati tukawa na mtu who used to give testimonies upon testimonies. alikuwa anatoa shuhuda na shuhuda. And allow me to say this because I said it in the youth conference. Na niruhusu niseme hivi, maana nilisema katika kongamano la vijana. If you want to be a good example, Ukitaka kuwa kiongozi mzuri, do what is right. ukitaka kuwa mfano mzuri, tenda yaliyo mema. If you are going to be a bad example, Kama utakuwa mfano mbaya, we will quote you in other sittings basi tutakukariri kwa vikao vingine where you are not present. mahali haupo. If you want to be a good example, Ukitaka kuwa mfano mwema, do what is right. tenda yaliyo mema. If you are going to be a bad example, Kama utakuwa mfano mbaya, we will cite you elsewhere to teach good lessons. tutakutaja mahali pengine kufundisha watu tabia nzuri. Let me come close because we are talking about testimonies. Wacha nikuje karibu, maana tunaongea kuhusu shuhuda. We are talking about testimonies. Tunaongea kuhusu shuhuda. Even when we say that Lucifer was cast down, when we say Lucifer was cast down, Hata tunaposema kwamba Lucifer aliangushwa chini, we talk about how he exalted himself. pia tunaongea kuhusu vile alijiinua. It is a story that is being taught. Ni hadithi inayofundishwa.
This person used to say, Huyo mtu akawa anasema praise the Lord. kwamba Bwana asifiwe, Praise the Lord. Bwana I asifiwe. have a testimony. Niko na ushuhuda. When I slept yesterday, Nilipolala jana, the devil pressed me. shetani akanifinya, And he pressed me. akanisukuma, I was in pain. nikawa na The uchungu. devil pressed me. Shetani akanifinya. Hallelujah. The Amen. devil pressed me. Shetani alinifinya. And today, even as I'm here, Na leo vile niko the hapa, devil is still pressing me here. bado shetani ananifinya hapa. That is my testimony. Huo ndio ushuhuda wangu. That is not a testimony. Huo sio ushuhuda. When we are giving testimonies, Tunapotoa ushuhuda, we are telling others what God is doing in our lives. tunaambia watu kile Mungu anafanya maishani mwetu. Stop scaring us Wacha kututisha by telling us you are the most notorious gangster. na kutuambia wewe ndio jambazi sugu zaidi. Tell us what God is doing in your life, Tuambie kile Mungu anafanya maishani mwako, and we will see the works of God. nasi tutaona kazi hizo za Mungu. Tell someone, remake your testimony. Ambia mtu kwamba badilisha ushuhuda wako. Don't give us bad stories to win sympathy. Usitupatie hii hadithi za aina hiyo ili tukuhurumie. One time someone came here Siku moja mtu akaja hapa and talked about how they stabbed someone with a knife. akaongea vile walimdunga mtu na kisu. We were in Acacia, Tulikuwa kwa kesha, and I saw some people looking at me. I was seated there, nikaona watu wakinitazama, walikuwa wameketi pale. and I saw others trying to be careful when seated next to this person. Nikaona wengine wakijaribu kuwa makini sana wakikaa karibu na huyu mtu. This person might be having the same anointing Nasema anaweza kuwa bado ana ule and upako maybe bado walking hapo. with a knife like Peter. Na labda ametembea na kisu kama And Petro. I will tell you, I saw someone change positions in Na church. nakwambia niliona mtu akabadilisha mahali pa kuketi kanisani. But when you talk about what God is doing in your life, Lakini ukiongea kuhusu ile Mungu anafanya maishani mwako, you are giving a testimony for the kingdom of basi God. unatoa ushuhuda kwa utukufu wa Mungu. Now the Bible says, Biblia inasema when they went to the parents walipoenda kwa wazazi wake and they asked, wakauliza, is this the same person who was born blind? je, ni huyu aliyezaliwa kipofu? What happened to him? Nini ilifanyika? The parents realized Wazazi wakatambua they are getting themselves into a discussion they will not complete. kwamba wanajiingiza kwa mjadala ambao hawatamaliza, And it was a Sabbath day. na ilikuwa siku ya Sabato. Maybe they realized Labda walikundua these people might be spies. kwamba hawa wanauliza swali wanaweza kuwa wa majasusi. Maybe they have been sent by the religious leaders. Labda wametumwa na viongozi wa dini. Maybe they were so strong into the religious rites. Labda wameweka mizizi sana katika dini. And they chose to say, Wakaamua kujibu he is a man of good age. ya kwamba ni mtu ana umri mzuri, He can speak for himself. anaweza jibu hilo swali mwenyewe. Listen, Sikiliza Pastor, mchungaji, there are things God does in our lives. kuna mambo Mungu anafanya maishani mwetu. We are the only one who can tell it the way it is. Ni sisi tu tunaweza elezea jinsi ilivyo. Any other person may give a propaganda. Mtu mwingine yeyote anaweza tueleza uvumi. They may give a story that does not add up. Wanaweza toa hadithi ambayo haina maana. Let me come close. Wacha nikuje karibu. Some of us, we come from families Baadhi yetu tunatoka kwa familia. where people have never made it to where we are today. Kuna watu hawajaifika mahali tulipo leo. And when they look at what God is doing in your life, Na ukiangalia ile Mungu anafanya maishani mwako, they wonder, is this the same mercy? wanashangaa, huyu ni yule Masi tunayemfahamu? The father is askari rungu. Baba yake ni mtu wa Kenya rungu. Maybe the car is driving belongs to the security company. Labda gari analoendesha ni gari la kampuni. But little do they know, Kumbe hawajui God has set him upon the walls to pray for the church. kwamba Mungu amemuinua ili aombee kanisa. And they might be right, he's driving a car for the security company of heaven. Na ni kweli wanasema gari linaendeshwa ni la kampuni ya ulinzi wa mbinguni. And they begin to ask questions. Kisha wanauza maswali. How? Vipi? How? Inakuaje? He has been working on a torn coat Amekuwa akifanya kazi amevaa koti limeraruka for a long time. kwa muda mrefu How tukimjua.
does he make a turnaround within a short time? Kwa muda mfupi hivi inawezekanaje mabadiliko aina hii? But I like it when they come to ask you. Lakini napenda wakija kuuliza. And no one else can tell the story. Kwamba hakuna mtu anaweza jibu hilo swali. Because you will direct them to the one who did it. Maana tunawaelekeza kwa yule aliyefanya. We will tell them it is Jesus who has done it. Tutawaambia ni Yesu aliyefanya. It is Jesus who has brought a change. Ni Yesu aliyeleta mabadiliko. And he told them, akawajibu, Jesus, Yesu, he applied some mud on my face. Alipaka matope kwa macho yangu. And he told me to go to wash. Akaniambia nikanawe. And I came back seeing. Nikarudi nikiona. Hey. They must have been thinking the way you are thinking. Lazima walijiuliza vile unajiuliza tu. How many of us have those stagnant water pools in our villages? Lift your hands. Wangapi wako na hizo sehemu za maji ambayo haisongi kule kwetu nyumbani? When we were young boys, we used to go and swim in them. Tulipokuwa vijana tulikuwa tunaenda kuogelea katika vidimbwi vile. And I tell you, if you are dark skinned like me, na kuambia ukiwa na ngozi nyeusi kama yangu, you'd come back almost looking like an Indian. Ungerudi ukikaa kama Muhindi. And your parent is asking you, na mzazi angekuuliza, did you go to swim? Je, ulienda kuogelea? And you confidently say no. Na ungejibu kwa ujasiri useme la. But you don't know. Lakini haujui. The baptism is on your face. Kwamba ubatizo uko machoni mwako. And your head has a crown of mud. Na nywele yako iko na taji la tope. They're asking themselves, wakajiuliza, how does applying mud and washing make someone see? Yani kupaka matope kwa macho na kunawa inafanyaje mtu aone? This is not possible. Hii haiwezekani. And now the religious leaders are coming in. Na sasa viongozi wa hekalu wakaingia. To try and help the people understand. Kujaribu kufanya watu waelewe. How come? Kwamba inakuaje? This thing can be possible. Hili ni jambo liwezekani. Now the Pharisees, they begin to interrogate. Sasa wakaanza kumchunguza. How were your eyes opened? Wakamuuliza, macho yako yalifungukaje bwana? And then it's like, if I tell you again, will you also hear it? Alafu wakauliza, nikiwajibu tena ama mtakuwa pia wanafunzi wake hata nyinyi? And the Bible says they were so disgusted with him. Na Biblia inasema kwamba walikasirika sana na yeye. Because of his answer. Sababu ya jibu lake. And they labeled him to be one of his disciples. Na wakamsababisha awe mmoja wa wanafunzi wake. Because of what he was sharing with them. Kwa sababu ya kile aliwaambia. Do this to someone. Fanyia mtu hivi. Tell them what you are sharing with other people. Mwambie kile unashiriki na watu wengine. Will identify you with the source of that you are sharing. Itakutambulisha na chanzo cha kile unachosema. I'm not doing this to mean eating. I'm talking about speaking. Ninapofanya hivi simaanishi kula, na maanisha kunena, kuongea. It is the testimony. Ni ushuhuda. That changed the order of the day. Uliabadilisha taratibu ya siku. It made men to dig into scriptures. Ikafanya watu wachunguze maandiko. To understand how he could do this on a Sabbath. Ili waelewe kwa nini haya yakafanyika siku ya Sabato. But Jesus says, Yesu akasema, I must do the works. Lazima nifanye kazi. Of him that sent me. Zake yeye alinituma. While I still have the opportunity. Kama ningali na nafasi. Tell someone you have opportunities. Ambia mtu uko na nafasi. And you are busy talking about BBI. Na bado unaongea kuhusu BBI. Corona. Ukitumia hiyo nafasi kuongea mambo ya corona. And your neighbor. Na jirani yako. Who washes clothes at night. Anayefua nguo usiku. And you're almost calling them a night runner. Na bado uko karibu kumuita mchawi. Because you don't want them to hear you when you are snoring. Maana hautaki akusikie unapokoroma. But I came to change your perspective today. Lakini nimekuja kubadilisha mtazamo wako leo. You can use your story. Unaweza tumia hadithi yako. To win souls for the kingdom. Ili kuleta nafsi kwa ufalme. John says. Yohana anasema. The things we have seen. Mambo tuliona. The things we have heard. Na yale tumesikia. The things we have looked into. Na yale tumechunguza. We share them with you. Tushiriki nanyi. Listen. Sikiliza. There are things we have seen. Kuna mambo tumeona. With our eyes. Kwa macho yetu.
we are supposed to tell other people about them. Tunafaa kuambia watu wengine mambo hayo. There are things we have witnessed firsthand. Kuna mambo tumeshuhudia tukiwa wa kwanza. We are supposed to tell the story to other people. Inafaa tuwahadithie watu wengine pia. Some of us, we have had encounters with our Lord Jesus. Wengine wetu tumekutana na Bwana wetu Yesu. We are supposed to tell that story to other people. Inafaa tueleze watu wengine hiyo hadithi. And as they receive your testimony, na wanapopokea hadithi yako, they are gotten out of darkness to the kingdom of light. Wanakombolewa kutoka kwa giza kuingia kwa nuru. There are things you have not seen them, but we have heard about them. Kuna mambo ambayo hatujaona lakini tumeyasikia. Let me ask you a question. Hebu nikuulize swali. Who has ever seen Ben-Hinn? Nani ameshawahi ona Ben-Hinn kwa macho? One on one. Mahali hapa. One on one? Ana kwa ana. Okay. Pastor, yeah, when he came. Mchungaji ameshamuona Okay. wakati alikuwa Uhuru Park. Who has ever seen TD Jakes one on one? Wangapi wamekwisha ona Bishop TD Jakes? Okay. Who has ever seen Bishop Pius Muiru? Wangapi wameshaona Askofu Pius Muiru? Mko Kenya? Okay, tuko Nairobi sawa. Okay. Kuna wale wameshamuona. Who has ever seen Pastor Boaz Masinde? Wangapi wameshaona Askofu Boaz Masinde? Okay, bado kuna wengine hawajaimuona. Bado kuna wengine hawajamuona. Okay. Who has ever seen Mzee Kiarie? Wangapi wameshaona Mzee Kiarie? Now, there are things you have seen. Kuna mambo umeshaona. And there are good things you have heard about them. Na kuna mambo mazuri umeshasikia. And they build your faith. Na inajenga imani yako. They encourage you to continue in the faith. Yanakuhimiza kuendelea kwa imani. Go out and share about them. Nenda pale nje ukashiriki hayo mambo. We read stories of people. Tunahitaji ushuhuda wa watu who are totally sold out for the kingdom. ambao wamezama kabisa katika ufalme. I read a story one time. Wakati moja nikasoma hadithi of a revivalist ya mtu ambaye alikuwa analeta uvivio. Who prayed and said, God, give me the city or kill me. Akaomba akaambia Mungu, nipe mji huu ama uniangamize. And God brought a turnaround in that city. Na Mungu akaleta mageuzo katika revival meetings. Katika mikutano ya uvivio. And I said, God, make me like one of him. Nikasema Mungu, nifanye kama mmoja wa for my generation. Kwa ajili ya kizazi changu. I have heard about it. Nimeisikia. I have read about it. Nimeisoma. And I know this one is the purpose of God. Na ninajua hili ni kusudi la Mungu. And to speak it to people. Na nitalinena kwa watu. Let me come close. Wacha nije karibu. Let me come close. Wacha nikuje karibu. When pastor went to the other side of the world, mchungaji alipoenda ngambo ile nyingine ya ulimwengu, he always told me there is this person, kila wakati aliniambia kwamba kuna mtu who has prayed with me about the ministry, ambaye ameomba na mimi kuhusu huduma. I tell you, I had not first seen that person. Na kuambia silikuwa sijawahi ona huyo mtu. But I believed what he was telling me. Lakini niliamini kile mchungaji aliniambia. Because I heard it. Maana nilisikia. Some months down the line, baada ya miezi kadhaa, the person came around for the pastoral training. Yule mtu akaja kwa mafundisho ya uchungaji. When I saw the person, nilipoona huyo mtu, it was like I had seen him. Nilikuwa ni kama nimemuona kabisa. Because I had heard about him. Maana nilikuwa nimesikia already kumhusu. Listen. Sikiza. Some of us, we have heard about Jesus for ages. Wengi wetu tumesikia kuhusu Yesu kwa muda. If you believe in him, kama ukimwamini, go out and tell others about what you have heard. Nenda pale nje waambie wengine yale umesikia. Tell someone, why are you keeping people in prison? Uliza mtu, kwa nini unaweka watu gerezani? And you have the key to set them free. Na uko na funguo ya kuweka huru. Tell someone, go and share that testimony. Ambia mtu, nenda ushiriki wa ushuhuda. It is the Israelites, the Bible says they had eyes but they could not see. Ni Waisraeli, Biblia inasema walikuwa na macho lakini hawakuona. They had ears but they could not hear. Walikuwa na masikio lakini wasisikie. Tell somebody, go share your testimony. Ambia mtu, nenda ushiriki ushuhuda wako. Let me come close. Wacha nikuje karibu. We are called to be witnesses unto Christ. Tumeitwa tuwe mashahidi wa Kristo. That means we are presenting the report of Jesus. Inamaanisha kwamba tunawasilisha ripoti ya Yesu. The message of Jesus to the people. Ujumbe wa Yesu kwa watu. The message of love and salvation. Ujumbe wa upendo na wokovu.
And the Bible says, Na Biblia inasema when we share this message, tunaposhiriki ujumbe huu, people will believe. watu wataamini. And Isaiah is asking a question. Na Isaya anauliza swali. In Isaiah 55 verse 1. Katika Isaya 55 ya kwanza. Who has believed our report? Nani ameamini habari zetu? And to whom the hand of the Lord has been revealed. Na ni nani mkono wa Bwana umefunuliwa kwake? Paul quotes the same scripture. Paulo anakariri andiko hilo. In Romans chapter 10 verse 16. Katika Warumi 10:16. He says, who has believed our message? Anauliza nani ameamini habari zetu? Who has believed our report? Nani ameamini ripoti yetu? And he says, Na anasema, listen, sikiliza. around the same context he says, Katika muktadha ule ule anasema, how will they believe if they don't hear? wataaminije wasiposikia? And how will they hear if the messengers will not get to them? Na watasikiaje kama watumishi wataenda kuwahudumia? Today we are the messengers Leo sisi ndio wajumbe that God is sending out with the report. ambao Mungu anatuma na habari. I want you to look at your hands. Nataka uangalie mkono wako. Look at your hands. Angalia mkono wako. Those hands carry solutions for thousands of people out there. Mikono hii imebeba suluhisho kwa maelfu za watu. I want you to see thousands of people feeling your hands and they are falling off. Nataka uone maelfu ya watu wamejaa mkononi mwako na wanafurika. Look at someone's hands around you. Angalia mikono ya mtu aliye karibu na Tell wewe. them, don't allow those people perish when you are seated down. Mwambie usiruhusu hao watu waangamie kama umeketi. Share with them the message of the Lord. Shiriki na wao habari za Yesu. Give them the report. Wapatie ripoti. See the harvest. Ona mavuno. I have seen God working powerfully. Nimeona Mungu akifanya kazi kwa nguvu. When I minister in meetings and I speak about how he healed people in other places. Ninapohudumu kwa mikutano nikisema vile aliponya watu mahali pengine. Listen, Sikiliza. you may not feel anything for you to start moving. Huenda usihizi chochote ili uanze kusonga. You just need to move and move with the Lord of the message. Unahitaji tu kumuvu na umuvu pamoja na Bwana. And in such meetings you hear people saying, Na kwa mikutano kama hiyo utasikia watu wakisema, I am healed. kwamba nimepona. But you never laid hand on anyone. Lakini hukumwekea yote mkono. Why? You are sharing a testimony. Wakati unashiriki ushuhuda. And people are believing it. Na watu wanaiamini. And the message works for them. Na ujumbe unawafanyia kazi. What has the Lord done for you? Ni nini Bwana amekufanyia? It is your time to tell them, come and see what the Lord has done. Ni wakati uambie njooni muone kile Mungu amefanya. Come and see what the Lord has done. Njooni muone kile Mungu amefanya. Test and see that the Lord is good. Onjeni muone Bwana ni mwema. Come and see what the Lord has done. Njooni muone kile Bwana When they amefanya. come, test and see that the Lord is good. Wanapokuja wanaonja waone Bwana ni mwema. And to begin to realize God has called you for a bigger purpose. Na utagundua kwamba Mungu amekuita kwa kusudi kubwa. In your setups, Mazingira yako. you don't need to have the hardest vocabulary in the dictionary. Hauna haja ya kuwa na misamiati ngumu sana kwenye kamusi. Even if you don't know how to say cantankerous Hata kama huwezi kusema hilo neno cantankerous or buzzards. ama buzzards. Some of them thought it was buzzards. Wengine walisikia ni kama buzaa. In the simplicity of your message Katika ile hali ya chini kabisa kwa ule ujumbe. that you have from the Lord is the saving grace of God. Ya kwamba umesikia kwa Bwana kwa ile neema ya wokovu ya Mungu. And that is why I believe. Na ndio sababu nikaamini. Some of us, our stories are being written. Wengine wetu hadithi zetu ziliandikwa. Because the nations are waiting to hear what you are going to share. Maana mataifa wanangoja kusikia kile utashiriki. And we will not need a lot. So many wazes are stuck in culture and traditions of men. Wazee wengi wamekwama katika mila
na tamaduni zao. You just need to tell them how God has given you wisdom to run your family. Unahitaji tu kushiriki na wao vile Mungu amekupatia hekima ya kusimamisha familia yako. Without going to the witch doctors. Bila kwenda kwa wachawi. Without consulting the sorcerers. Bila kwenda kwa waganga. Without having charms on your body. Bila kwenda kuchanja. And your family is okay. Na familia yako iko sawa sawa. Where is Jen? Jen yuko wapi? Jen yuko hapa. I come from a community. Mimi natoka kwa jamii fulani. When you make your homestead, ukijenga ama ukirembesha boma lako, you have to seek some extrajudicial protection. Lazima utafute ulinzi zaidi. Extrajudicial. Lazima utafute ulinzi mkali. You will look for people. Utafute watu whom the area chief cannot confront. Ambao chief wa hiyo area hawezi kabiliana na wao. Because they have strange powers. Maana wako na nguvu za ajabu. To come and treat your homestead. Wakuje watibu boma lako. So that if anyone happens to trespass, ili mtu yeyote akiingia bila ruhusa, they meet the wrath of the provocations. Atakutana na ghadhabu ya ulinzi ulio mahala pale. And everyone believes. Na kila mtu anaamini. When you build a house, kwamba ukijenga nyumba, you must have your own protection. Lazima uwe na ulinzi wako. If your children will be educated, watoto wako wakisoma, you must be having your own protection. Lazima uko na ulinzi. But can I tell you this? Lakini nikuambie hivi. In all these traditions of men and practices, katika tamaduni hizi zote na itikadi hizi, God has remained to be our sole protection. Mungu amesalia kuwa ulinzi wetu wa kipekee. Our children are learning, our families are steady. Watoto wetu wanasoma, familia zetu ziko wima. We need to go to them and tell them, come and see that the Lord is good. Tunafaa kwenda kwao tuwaambie, njooni muone Bwana ni mwema. Your testimony will encourage someone to come to the faith. Ushuhuda wako utaimiza mtu ache kwa imani. Tell someone you have a key to someone's problem. Ambia mtu uko na funguo kwa shida ya mtu. I also come from an institution of learning. Pia mimi natoka katika taasisi ya mafunzo. Mas was giving a testimony some other time here. Siku nyingine Mas akawa anatoa ushuhuda hapa. Students don't do their work. Wanafunzi hawafanyi kazi yao. They just set aside some money. Wanatenga tu fedha fulani. So that when they fail, they will go to buy grades. Ili mkutano wakianguka mitihani wataenda kununua alama. And someone may fail even 4 units. Na mtu anaweza anguka hata vitengo 4. I know a grade was bought for 15,000. Ninajua you know where. Grade moja inanunuliwa shilingi 15,000. So if you failed 4 units, that is 60,000. Kwa hivyo ukianguka vitengo 4, hizo ni shilingi 60,000. I tell you, we put our trust in God. Na kuambia tunaweka tumaini letu kwa Bwana. We were doing missions, we were doing the bookwork. Tulikuwa tunasoma na tunafanya huduma. When the results came out, we were among the leading people. Matokeo yalipotoka tulikuwa kati ya viongozi. We need to go to them and tell them they can trust in God. Tunahitaji kwenda kwa tuwaambie mtumainini Bwana. And God has worked in our lives. Na Bwana amefanya kazi maishani mwetu. And the scholars will come to the Lord. Na wasomi watakuja kwa Bwana. Tell someone you have a key to someone's problem. Ambia mtu uko na funguo kwa shida za mtu. Open your mouth and share your story. Fungua mdomo wako ushiriki hadithi yako. I want to come close. Nataka nije karibu. One time we had a meeting in Kibera for pastors. Siku nyingine tulikuwa na mkutano wa wachungaji pale Kibera. And one pastor was giving a testimony of his church. Mchungaji mmoja akawa anatoa ushuhuda wa kanisa lake. And they said at least this month. Na akasema angalau mwezi huu. This is a bishop. Huyu ni askofu akinena. At least this month. Angalau mwezi huu. The offering clicked 3,000. Sadaka imefika 3,000. That is a bishop, eh? Huyo ni askofu anaongea. At least this month. Angalau mwezi huu Jumapili zote 4. Thank God with me. Na shukuruni Mungu na mimi. The offering clicked 3,000. Sadaka imefika shilingi 3,000. Unaniangalia sio unatoaga 3,000. Unaniangalianga wewe unatoaga 3,000. And I had another bishop. Nikasikia askofu mwingine pia. That is the offering for my midweek service. Akasema hiyo ni sadaka yangu ya katikati ya wiki. But I also had a story.
Pia nikasikia hadithi nyingine tena. Our pastor saying the father Mchungaji wetu akasema baba yake was being paid was it 68 shillings alikuwa analipwa shilingi 68 per month, kwa mwezi, and he disliked ministry work. na akachukia huduma. And I looked at it. Nikaiangalia hivi 68. 68. Someone is thanking God for 3,000 per month. Mtu anashukuru Mungu kwa shilingi 3,000 kwa And then mwezi. someone says that is my midweek service offering. Mwingine anasema katika ibada ya katikati ya wiki, hiyo ni sadaka utolewa kwangu siku moja. And all these things as they are going around, Na haya yote yanapoendelea, I realize God is not limited. nikagundua kwamba Mungu hapungukiwi. And he's able to make a provision Na anaweza kupeana for that which he has called you to carry out. kwa sababu ya kile amekuita utende. Let me come close. Wacha nije karibu zaidi. Pastor, Mchungaji, we did revival meetings. tukawa na mikutano ya uvivio. We never used to collect offerings. Hatukuwa tunakusanya sadaka. One time pastor said, tomorrow come with an offering. Siku moja mchungaji akasema njoo na sadaka. Do you know what happened the following day? Unajua nini ilifanyika hiyo kesho? Almost half of the people never came for the revival Karibu meeting. nusu ya watu hawakuja kwa uvivio. And those who came, Na wale walikuja 26 shillings. shilingi 26. But today I am here to give a testimony. Lakini leo niko hapa kutoa shuhuda. The revival meeting still came to an end powerfully. Mkutano wa uvivio bado uliisha kwa nguvu. There are times you need to shift your attention from the limiting things Kuna wakati lazima uondoe mawazo yako kwa mipaka ya vitu vinavyokushusha, and look up to the one who has called you for the work, na ukaangalia ng'ambo kwa yule aliyekuita kwa kusudi so hilo, that you may do it diligently and faithfully. ili utende hiyo kazi kwa uaminifu. But if you do ministry looking for handouts, Lakini ukifanya ushuhuda ukitafuta misaada, you will be handled the wrong way. basi utashughulikiwa kimakosa. Your testimony Ushuhuda wako will make someone grow in their faith. utafanya mtu akue katika imani. Let me show you something here. Ni kuonyesha kitu kingine hapa. In the book of Daniel chapter 4, Katika Danieli sura 4. you may not have to go there, but I'll tell you the story. Si lazima uende pale, wacha nikupe hadithi. After what happened in Daniel chapter 3, Baada ya matukio ya Danieli sura 3, when Shadrach, Meshach, Abednego, wakati Shadrach, Meshach na Abednego they were cast into the fiery furnace, wakishatupwa katika tanuru la moto, but they were not consumed by the lakini fire. hawakuangamizwa na ule moto. And they came out with a fourth man, Wakatoka na wakiwa na mtu wa 4. Nebuchadnezzar of all the people. Nebukadneza kwa watu wote He gives a testimony. akashuhudia. He gives a testimony. Akashuhudia. And he says this, Na anasema hivi, unto all nations, kwa mataifa yote, all languages kabila zote that dwell in all the earth, yaliyo katika ulimwengu wote, peace be multiplied unto you. amani na iongezewe kwenu. When he speaks about all languages, I see my Kamba language there. Anaposema kabila zote, naona kabila langu la Kikamba pale. When he talks about all nations, I also see my country, Kenya, and my community there. Anaposema mataifa yote, naona Kenya yangu pale na jamii He yangu says, pale. peace be multiplied unto you. Anasema amani iongezeke kwenu. The last time I checked, Mara ya mwisho this nilipona, guy was an idol worshipper. huyo mtu alikuwa mwabudu sanamu. In verse 2, Katika aya 2 he says, I thought it could anasema nalidhani kwamba to show the signs and wonders that the high God has done ni vyema nionyeshe ishara na maajabu ambaye Mungu Mwenyezi ametenda to me. kwangu. He personalizes the incidents, Akaichukulia ile hali kibinafsi, and he gives the testimony. na anatoa ushuhuda huu, How great are his signs in verse 3, jinsi ilivyo ukuu ishara zake, and how mighty are his wonders. na kazi zake zilizo vya His ajabu. kingdom is an everlasting kingdom, Ufalme wake ni ufalme wa and milele, his dominion is from generation to generation. na utawala wake ni wa kutoka vizazi hadi vizazi. Do you know the Bible says Unajua Biblia inasema we are the light and the salt, kwamba sisi ni nuru na chumvi, and that if you are going to manifest in our right capacities, men will glorify God. na kama tutadhihirisha katika asili yetu nzuri, watu watamtukuza Mungu.
Even the unbelievers, hata wasioamini they will start saying there is God. wataanza kusema kwamba kunaye Mungu. There must be God somewhere. Lazima kuna Mungu mahali. And they begin to find out about this God. Na wataanza kumtafuta huyu Mungu. This means no one is beyond repair. Inamaanisha kwamba hakuna ambaye ameharibika zaidi ya zirekebisho. Anyone can be converted at any point. Mtu yeyote wakati wowote anaweza badilishwa. Even the people we are praying for them to die. Hata wale tunaombea wakufe. Have you realized they have not died? Je, umegundua kwamba hawajakufa? It's your time to change that prayer. Ni wakati wako badilisha hilo ombi. God, may they come to know your grace. Mungu, na watambue neema yako. And be saved. Na waokolewe. Ama kuna maombi Mungu asikiangi? Ama kuna maombi Mungu asikii? Stanley, is there a prayer God does not answer? Stanley, kuna maombi Mungu asikii? Hajibu. Have those people died? Je, watu wamekufa? Then it tells you God can still make them to be good people. Basi inakuambia kwamba Mungu anaweza wabadilisha bado wakawa watu wazuri. Jesus spoke to the disciples. Yesu akazungumza na wanafunzi. In Mark chapter 16 verse 17. Katika Marko 16:17 to verse 18. hadi 18. He told them when they go into the world and preach the gospel. Anawaambia wakiingia ulimwenguni kuhubiri Injili. These signs shall follow them that believe. Ishara hizi zitawafuata watakaoamini. In my name they will cast out devils. Kwa jina langu watafukuza mapepo. They will speak in new tongues. Watanena kwa ndimi mpya. They shall take up serpents. Watainua nyoka. They will drink deadly things. Watakunywa na sumu. It shall not hurt them. Wala haitawadhuru. They shall lay hands on the sick. Wataweka mikono kwa wagonjwa. And they shall recover. Na watapona. Our testimony is a credible testimony. Ushuhuda wetu ni ushuhuda wa kuaminika. But it is effective if you are walking in obedience. Lakini inafanya kazi kama unatembea kwa uaminifu. It is until you go ni hadi uende and speak about it na kunena that you see the results. Ndio utaona matokeo. When you go unapoenda and speak about it na kunena, you see the results. Utaona matunda. Let me come close. Wacha nije karibu. We have been talking about expanding the sanctuary. Tumekuwa tukiongea kuhusu kupanua hekalu. It is until we go ni hadi tuende and speak about it na tunene, we see the results. Tuone matokeo. Nothing comes without collaboration. Hakuna kinachotokea bila ushirika. Even God wants us to partner with him. Hata Mungu anataka tushirikiane naye. And as we do it, we see the results. Na tunapofanya tunaona matunda. And that's why faith without action is dead. Na ndio sababu imani bila matendo imekufa. There should be results. Panafaa kuwa na matokeo. Pastor was teaching. Mchungaji alikuwa anafundisha. And he was asking, how is your department? Akauliza, idara yako iko namna gani? And I want to ask you, which department do you belong? Na mimi nataka kuuliza, wewe uko kwa idara ipi? What is your contribution in that department? Mchango wako kwa hiyo idara ni upi? Can you say confidently, je, unaweza sema kwa ujasiri, I can see the results ya kwamba ninaona matunda of my commitment in this department? Ya kujitolea kwangu kwa idara hii. Because God, maana Mungu is waiting for you to go. Anangoja uende. And you will see the power to work. Na utaona nguvu zikifanya kazi. Number 3, our testimony is a weapon. Jambo la 3, ushuhuda wetu ni silaha against the enemy. Dhidi ya adui. In Revelation chapter 12, katika Ufunuo sura 12 and verse 11, aya 11, the John the Revelator, Yohana ambaye ni wa Ufunuo, he saw a battle. Aliona vita. And he saw the archangel Michael fighting. Na akaona malaika mkuu Michael akipigana. But in verse 11 he says, lakini kwa aya 11 anasema, they overcame him, walimshinda by the blood of the lamb, kwa damu ya mwanakondoo, and by the word of their testimony, na kwa neno la ushuhuda wao. And they loved not their lives, kwamba hawakupenda maisha yao unto death, hata kwa kifo. Listen, sikiza, this is coming to me. Hii inanikujia. When David is going to the battlefield, Daudi anapoenda vitani, he does not go because he has good skills for the battle. Haendi kwa sababu ni mtaalamu wa vita. Actually, in terms of battles, he was unqualified. Katika upande wa vita, yeye hata hakustahili. But he said, lakini akasema, the Lord who delivered me,
Bwana aliyenikomboa from the paws of lion and bear, kutoka kwa midomo ya simba na dubu, he will also deliver us from this uncircumcised Philistine. atatukomboa pia kutoka kwa huyu Mfilisti asiyetahiri. And he looked at the Philistine, Goliath, Akaangalia yule Goliathi, the way he was armored. jinsi alivyojihami. He was armored Alikuwa amejihami kabisa, with bulletproof garments. ako na mavazi ambayo risasi hazipenyi. And he told him, Akamwambia, you come to me with javelin unakuja kwangu kwa pinde and all those weapons, na silaha hizo zote, but I come to you lakini naja kwako in the name of the Lord. kwa jina la Bwana. Your word in your mouth is your weapon for warfare. Neno katika kinywa chako ni silaha yako. I have seen it. Nimeiona. Sometimes you are traveling Wakati mwingine unasafiri and you miss accidents by a whisker, na unaponea ajali chupuchupu, but you tell the road, lakini unaambia barabara, I will get to my destiny nitafika hatima yangu, because the one I am with is the one who saved me from the other one. mwana niliye naye ndiye aliyenituma kutoka kule. And you still get back home. Na bado utafika nyumbani. The word in your mouth, Neno la kinywa chako, the message in your mouth ujumbe wa kinywa is chako a weapon for your warfare. ni silaha ya vita vyako. And if you have the word of God in your Na mouth, ukiwa na neno la Mungu kinywani mwako, you have a sword. basi uko na upanga. You have a sword. Uko na upanga. You have a sword for the spirit. Uko na upanga wa roho. You can wage war and win the Unaweza battle. tangaza vita na ukashinda vita hivyo. Your testimony is a weapon of warfare. Ushuhuda wako ni silaha katika vita. Let me come close to you. Wacha nije karibu kwako. For those of us who are married, Kwa wale ambao tumeoa, when you see things are not working the right way, ukiona mambo haiendi vizuri, remind the enemy, kumbusha yule adui this far I have come. kwamba mahala hapa It has nimefika, taken the hand of God. imegharimu mkono wa Bwana, And that hand has not let me na down. mkono huo haujanishusha. This is my marriage. This is my family. Hii ni ndoa yangu, hii ni familia Pack yangu. your things and leave. Funganya vitu vyako uondoke, And start counting na uanze kumhesabia the silver jubilees, silver jubilee, the golden ones, na golden jubilee, all those celebrations. hizo zote. And a time will come, you'll say, Na wakati utafika utasema, I have walked with the Lord. nimetembea na Bwana, I have never begged for bread. sijawahi omba mkate. Because you come to a place of sufficiency. Maana unafika mahala pa kutoshelezwa. Listen, Sikiliza, even the young people, hata vijana, it's not easy. si rahisi. I've given my testimony here. Nimetoa ushuhuda wangu hapa, And let me say this, the last one, and then I finish. na wacha niseme hii ya mwisho nimalize. I'm supposed to speak in a youth conference. Inafaa ni uhubiri katika kongamano la vijana, The very first night revival. mkutano wa jioni ya kwanza. It is the same day my sweetheart wants to see me. Ndio siku hiyo mpenzi wangu anataka kuniona, But in a moment of prayer, lakini niko katika wakati wa maombi and I missed the call. na nikakosa kuona simu yake, But she is so much disappointed about it. lakini amekasirishwa sana nayo. But that night, Lakini jioni hiyo, when we are ministering to people, wakati tunahudumia watu, I realized the usher on the other side nikagundua kumbe shemazi upande mwingine is my sweetheart. ndiyo yule mpenzi wangu. But you see, I was almost wondering, God, is this the one? Nilikuwa karibu na shangaa niulize Mungu, je, ni huyu ni yeye? But I was like, no, this is mine. Lakini nikasema la, huyu lazima Come rain, come sunshine. hata kunyeshe kusinyeshe. And she's on the other side. Na kumbe ako upande ule mwingine tu. And I was so convicted in me. Nikashawishika sana ndani yangu We are going to serve God together. kwamba tutatumikia Mungu pamoja. Acha nikwambie, Wacha nikwambie, ingekuwa ni mwingine angeenda kushikilia wenye naombewa na wengine, anaacha huyu wangu anguke. I realized, nikagundua, and when I say these things, it's to tell you it is not an easy way, but there is grace. na ninaposema mambo haya ni kusema kwamba sio njia rahisi, bali ni neema. Everything that is good, it takes effort. Kila kitu kizuri kinagharimu bidii. Everything. Kila kitu. Even this church Hata kanisani hapa and this ministry, na huduma hii it has taken a lot of sacrifice. imegharimu dhabihu nyingi sana.
And we are telling the story to people. Na tunaambia watu hadithi. We have been here now for 11 years. Kwamba tumekuwa hapa kwa miaka 11 sasa. We just celebrated the 12th year. Tumesherehekea tu mwaka 12. We are looking forward to 1,000 years. Tunatazamia miaka 1000. When we will be telling the stories of how God began with us. Tutakapokuwa tukihadithia jinsi Mungu alianza na sisi. And I don't want to be absent. Na sitaki nikose. Let me invite you. I want to invite you. Wacha nikualike. We share our story with people. Ili tushiriki hadithi yetu na watu. Pastor, one time it will come. Mchungaji, kuna wakati itafika. And we'll be looking at the clips. Na tutakuwa tunaangalia picha hizi tunazochukua sasa. And we'll wonder. Na tutashangaa How God was so concerned with our humble beginning that he gave us such a great ending. jinsi Mungu alishughulika na mwanzo wetu mdogo hadi anatupatia hatima kubwa namna hii. But it took people who are focused on the Lord. Lakini iligharimu watu waliomtazamia Bwana. Not our limitations. Sio mipaka yetu na upungufu wetu. Not our blindness. Sio kwa upofu wetu. People who are running with the testimony. Watu wanaokimbia na ushuhuda. I've always told my wife. Kila wakati nimeambia mke wangu. My call. Kwamba mwito wangu. Is in this mountain. Uko kwa mlima huu. And sometimes we sit down and ask ourselves question. When churches are being planted. Saa ingine tunakaa tunajiuliza wakati makanisa yanapandwa. Who will go out? Nani atatangulia kutoka? And plant churches. Na kupanda kanisa. Tunasema ni mimi. Ni wewe. Tunasema ni mimi. Ni wewe. We were seated there. Nilikuwa nimeketi pale. Pastor is talking about Kitui. Mchungaji anaongea kuhusu Kitui. And the man of God is saying hallelujah. Na mtumishi wa Mungu akasema hallelujah. And then we are asking who is going? Kisha tukaulizana nani anaenda? And then tunasema wataenda. Alafu tukasema wataenda. Wataenda. And then we hear the word wilderness coming in. Alafu tukasikia neno wilderness inaingia. But the question is still. Lakini swali ni kwamba who will go and plant the churches? Ni nani ataenda kupanda kanisa? It is the people with the testimony of the Lord. Ni watu walio na ushuhuda wa Bwana. Not another person. Sio mtu mwingine yeyote. The testimony. Ushuhuda. And I think we are almost becoming deliberate about this. Na nafikiri kwamba tumeanza kuwa na mwelekeo mzuri zaidi kuhusu swala hili. The conviction of church planting has never been the way it is now. Ushawishi kuhusu kupanda kanisa haujai kuwa mzito jinsi ulivyo sasa hivi. It has never been. Haijawahi. And that is why as a church we are going to equip our people. Na ndio sababu kama kanisa tutaandaa watu wetu. Whether it is Bible studies or conferences, we are deliberate about them. Kama ni masomo ya Biblia ama kongamano, tutaandaa watu. And out of them, na kutoka kwa hao waliandaliwa, we will have lead pastors in Ukraine. Tutakuwa na viongozi wachungaji wakuu Ukraine. We will have senior pastors in Canada. Tutakuwa na mchungaji mkubwa kule Canada. People speak Kamba and Bukusu and other dialects. Watu wanaoongea Kikamba, Kibukusu na Kijaluo. It doesn't matter. Haijalishi. They will hear the message of the Lord. Watasikia ujumbe wa Bwana. Hata kama utajirudia. Hata kama utajirudia. I was in the past. Nilikuwa kule so unaona hata kama nikujirudia. Hata kama nikujirudia. I was in the bus. Sama nilikuwa kwenye bus. Na unasema I was in the past. Na mwingine anasikia pass. And when you realize they are not connecting, you repeat it in a vehicle, the big one. I was inside. Na wakati hawakuelewa unasema nilikuwa kwa gari kubwa. And God told me. Na Mungu akaniambia. And they start looking at you now. They can connect. Na wataanza sasa kukusikiza. But they will be like, this is the funny human being, but the message of the Lord. Wasema huyu ni mtu wa ajabu sana, lakini kuna ujumbe wa Bwana. Let me ask you. Hebu nikuulize. Moses was a stammerer. See, he delivered the people of Israel. Musa alikuwa akigugumiza, lakini aliokoa wana Israeli. Hata wewe unaweza. Hata wewe unaweza. 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 I was in the past. Bado nafikiria. Busat. I was there. Nilikuwa pale. But the Lord.
lakini Bwana He delivered me. akanikomboa, And I am here to share with you. na niko hapa kushiriki na wewe. And people say, how can we be Na saved? watu wanasema tunawezaje ukolewa? Go out and share your testimony. Nenda pale nje kashiriki ushuhuda wako. As we finish, Tukimalizia, in our neighborhoods, katika majirani wetu, there are people who see you every Sunday in your Sunday best. kuna watu wanaokuona kila Jumapili kwa mavazi yako mazuri zaidi, And you have never told them, my brother, my sister, my neighbor, na please, ujai waambia rafiki ama jirani, come I show you where I go. njoo ni kuonyeshe mali mimi huenda. You see, when you bring them to church and they receive the word, they stop disturbing you. Unaona, ukiwaleta kanisani wapokee neno, wataacha kukusumbua. They will stop playing those funny music. Wataacha kucheza zile muziki za ajabu ajabu. They will realize we also have a priest in this compound. Watagundua kwamba tuko na kuhani pia katika mahali hapa. And they will respectably live well with you. Na wataishi vizuri na wewe kwa heshima. We can help you have a good community where you live. Tunaweza kukusaidia uwe na jamii nzuri mahali unaishi. My good girl Favor, msichana wangu mzuri Favor, mahali wako nasikia anaitangwa pastor. mahali wako anaitagwa pastor, nasikia hivyo. I don't know how it happens, Sijui vile ilikuwa, but anaitwa pastor. lakini anaitwa pastor. But she is 4 years old. Lakini ana miaka 4. And then I heard the other day, Kisha juzi nikasikia tena Daddy, at watu wanasema wewe ni pastor kwa ploti. anasema kwamba dadi, watu wanasema wewe ni pastor kwa ploti. But I will tell you, even in the same plot, I only knew a few people. Na nakwambia katika ile ploti najua watu wachache sana, But people know he is a pastor. lakini watu wanajua ni pastor. Nikajiambia siku moja, kumbe hata wezi wakikuja hapa watapita mlango ya pastor waende kwingine. Siku nyingine nikajiambia kumbe wezi wakiingia hapa watapita mlango ya pastor. The testimony. Ushuhuda. The testimony. Ushuhuda. Let me come close. Wacha nije karibu. When we moved to where we are, my wife used to have this bad behavior that is good. Tulipohamia mali tulipo sasa, mke wangu alikuwa na tabia hii mbaya ambayo ni nzuri. And I'm saying it was bad because it was not always. When we could make those delicious meals. Na ninasema mbaya sababu haikuwa nzuri. Tungeandaa chakula kizuri. Even before we begin eating, she gives out to the caretakers and the gatekeepers outside. Hata kabla tujaanza kukula, anaanza kugawia caretaker na mlinzi wa lango kule. Even before we begin eating. Hata kabla tujaanza kula. And then, Kisha, when we are cooking the other food, she's not sharing with them. wakati tunapika chakula kile kimebaki, bado anashiriki na wao. But when we say now today we are feasting. Wakati tuko nazo tunasema leo ni kusherekea. Naona chapati kadhaa zimeroliwa vizuri. Naona chapati kadhaa zimekunjwa vizuri. Na supu imewekwa vizuri. Na supu inawekwa vizuri. Fulani, hebu shika hii. Fulani, hebu shika hii. Unaweza tumia. Unatumiaga hii? Na wanaume ni akina nani? Asante sana, asante sana. Asante sana, asante sana. But umebaki pale ukishangaa, na kama tutashiba tutatoa chakula kingine wapi? Lakini chakula imeshaenda. I realized little by little that was influencing their perspective about life. Nikagundua polepole ilikuwa kuathiri hali yao ya mtazamo kwa maisha. And they know. Na wanajua hata kikiharibika, wanaweza pata kikombe uji kwa nyumba. Kikombe uji watapata kwangu. Do you know that has made them to laugh my daughter? Hata kama watuko wananipigia wananiambia mtoto wako wako hapa, hana mtu. Ndio mtu akuja muone. Hiyo imefanya wapende mtoto wangu, wananipigia simu wanasema mtoto wako yuko hapa na hana mtu. And I've realized if it is possible, preach. Na nikagundua ikiwezekana hubiri. By your character and behavior. Hata kwa tabia na mwenendo wako. And if that is not possible, preach by word. Na hiyo kama itoshi, hubiri kwa maneno. There are people who love the Lord because of how you carry yourself. Kuna watu watapenda Mungu kwa vile unajibeba. Sasa nikifika late kidogo hivi, parking zimejaa. Wananitafutia parking. Wananitafutia parking. Na sijafika. Bwana usiweke huko, wacha tukuonyeshe. Fulani kuja toa hii gari hapa. Wewe ingia hapa. Na mimi natoka nikisema mtu wa Mungu ameingia. Amen. Sio hiyo sasa. A testimony. Ushuhuda. Acha kusema ati watu wanakudharau. Wewe ndio umenyamaza. Ushuhuda uonekane. Your testimony. Ushuhuda wako.
Proverbs 22. Methali 22. A good name Jina nzuri is better than riches. ni zaidi ya utajiri. A gracious spirit Roho ya neema is better than money. ni nzuri kuliko fedha. What testimony do people speak about you? Watu wanakuzungumzia kwa ushuhuda upi? Tell someone. Ambia mtu. Wewe ndio umejiweka chini. Wewe ndio umejiweka chini. Let us stand on our feet. Tusimame mguuni petu. We go out and share our testimony. Twende pale nje na kushiriki ushuhuda wetu. Some of us, God has healed them, but we are just quiet. Wengine Mungu ametuponya lakini tumenyamaza tu. We will come back with a harvest. Tutarudi na mavuno. Let's lift our hands. Tuinue mikono yetu juu. Heavenly Father, in Jesus' name. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu. As you promised when we were beginning this message, ulivyoahidi tulipoanza ujumbe huu, that you would heal someone who had a severe headache. kwamba utamponya mtu aliyeumwa na kichwa. I thank you because you have done it. Nakushukuru maana umetenda. And you have confirmed it even with us. Na umetimiza hata nasi. Every one of us in this place that you have walked with. Kila mmoja mahali hapa ambao umetembea naye. I pray for the grace to go out and open their mouth and share the message of the cross. Ninaombea neema ya kwenda nje kufungua vinywa vyao na kunena ushuhuda wako. To share the report from the Lord. Kushiriki habari za kutoka kwa Bwana. What you have done in their lives. Kile umefanya maishani mwao. What you are doing in their lives. Kile unatenda maishani mwao. And what you have entrusted with them. Na kile umewaaminia nacho. As we leave this place, tunapondoka mahali hapa, open our eyes to see the areas of need. Fungua macho yetu tuone masehemu zilizo na mahitaji. In our communities, katika jumuiya zetu, in our families and in the church, katika kanisa na familia zetu. That as we share the story of what you are doing, kwamba tunaposhiriki hadithi ya yale unayotenda, people may come to know you. Watu waje kukujua. And glorify and live for you. Na kukutukuza na kukuishi. I pray for many other people that I need right now. Tunaombea wengi walio na mahitaji sasa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Every burden be lifted and taken away. Kila mzigo uinuliwe na kuondolewa. Those who are depressed in their lives. Ambao wamefinyika maishani mwao. Those who have been struggling with issues for long. Wale wanang'ang'ana na hali za maisha. Like this blind man whom you healed. Kama huyu kipofu uliyemponya. May they receive their instant miracle in Jesus' name. Na wakapokea muujiza wao mara moja kwa jina la Yesu. That as they live here they will tell their story. Kwamba wanapoondoka mahali hapa wabadilishe what you have done for them. Kuhusu yale unatenda kwa maisha yao. And nations will come to know you. Na mataifa wakujue. We thank you and we honor you. Tunakushukuru na kuheshimu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. For those of us who are watching us online. Kwa wale wanaotazama kwa mitandao. And even those who are in this house today. Na wale wako kanisani leo. If you do not know the Lord Jesus. Kama umjui Bwana Yesu. You have heard us speak about what he has done for us. Umesikia tukisema yale ametutendea. And the good plans he has for every one of us. Na mipango alionayo mizuri kwa ajili ya the starting point is believing in the Lord Jesus. Mwanzo ni kumwamini Bwana Yesu. And then you have the rightful foundation. Kisha utapata msingi mzuri. To go out and share the message with others. Wa kwenda kushiriki ujumbe na wengine. Pray this prayer with me if you are willing. Omba maombi haya nyuma yangu. That Lord Jesus. Kwamba Bwana Yesu. Today. Leo. I acknowledge you to be the Lord and Savior. Na kutambua kuwa Bwana na Mwokozi. I believe in my heart. Naamini moyoni mwangu. And I confess with my mouth. Na kuungama na kinywa changu. That God raised you from the dead. Kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu. Today. Leo. I confess of my sins. Naungama dhambi zangu. And I repent for them. Na kutubu. Write my name in the book of Lamb of Life. Andika jina langu kwa kitabu cha mwana kondoo. And grab it from the book of death. Na ukaliondoa kwa kitabu cha mauti. From today I am your son. Kuanzia leo mimi ni mwanao. Use me in your kingdom. Nitumie kwa ufalme wako. To cause many men to come into your kingdom. Kusababisha wengi waje kwa ufalme wako. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu naomba. Amen. Can we appreciate the Lord as the man of God comes? Tupigie Bwana makofi. And help us to conclude this service. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.